Yes, bana, mara baada ya mchezo kumalizika, Pamba Jiji wamepata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Namungo. Niko na mchambuzi wa masuala ya soka hapa, Danya Junior Kambiaso, kuzungumza naye kuhusiana na mchezo wa siku ya leo. Mimi ni Tonaldo Mstarabu Jacob Mlai, tuzungumze kuhusiana na mchezo. Maana dakika 90 zimemalizika na Pamba wamepata ushindi wa pili mfululizo wa nyumbani. Kwanza ulikuwa ni mchezo aina gani? Mchezo mzuri, mchezo ambao nafikiri ulikuwa ukiangalia mechi unaona timu zote zina nafasi ya kuweza kupata chochote. Na Mungu amecheza vizuri sana. Nafikiri miongoni mwa timu ambazo zimewahi kuja Kirumba hapa na zikacheza mpira unaonekana unaeleweka ni pamoja na Namungo, licha kwamba wamepoteza. Na wangeweza kupata bao, wamekosa mkwaju wa penalti. Lakini ilikuwa ni mechi ambayo nafikiri ilikuwa haina utofauti mkubwa. Iwe ni kwa Pamba, iwe ni kwa Namungo, kwa sababu pia hata nafasi za hatari hazijatengenezwa nyingi. Yaani timu zote ulikuwa unaona zinacheza. Namungo wanacheza kwa nafasi yao, Pamba pia wanacheza kwa nafasi yao, lakini kudos kwa Pamba kwa sababu wametumia nafasi moja ya msingi, ndio hiyo ambayo imeweza kuwapa alama tatu. Namungo walipata nafasi yao mkwaju wa penalti, lakini bahati mbaya hawakuweza kufanikiwa kuweza kupata bao. Kwa hiyo ni Pamba nafikiri wanapaswa kupewa credit kwa sababu wanaendelea kutengeneza mazingira ya kukusanya pointi nyingi na kujiweka sehemu nzuri kwenye ligi. Hata Namungo pia hawako sehemu mbaya kwa sababu ana alama 20. Leo angeweza kushinda pia na wao angeweza kufikisha alama 23. Kwa binafsi nafikiri ilikuwa ni mechi ambaye ameshinda amestahili. Hata Namungo pia angepata matokeo ya ushindi pia ingekuwa ni fair, hata kama ingekuwa ni sare pia ilikuwa bado ni matokeo ambayo ni fair kwa aina ya mechi ambavyo ilikuwa inaenda. Pamba amefanya mabadiliko ya lazima kipindi cha kwanza mawili. Mlinzi wa kushoto Ibrahim Abraham alipata nafasi ya kutoka pamoja na Antwi. Kuna athari hasi zote ambazo umeziona hasa kwenye eneo la kiungo, ambapo chaguo la kwanza ni Nation. Antwi ameingia, amepata majeraha, anaingia Michael Samamba. Kuna mabadiliko yote hasi umeona kwenye uchezaji wao? Of course Pamba leo walikuwa kuna namna wana miss Nation. Nation amekuwa ni miongoni mwa wachezaji muhimu wa kikosi cha Pamba. Kakosekana leo, amekuja kushoza mtu ambaye pia ni watatu kwenye position hiyo. Kaingia Antwi, kashindwa kumaliza mechi, kaumia, kaingia Michael, kamaliza mechi. Ulikuwa unaona namna ambavyo wanacheza Pamba hususan kwenye eneo la midfield. Ndio maana Namungo walikuwa wanacheza muda mrefu pia. Walifanya position kubwa tu Namungo. Nafikiri Pamba walikuwa na miss sana Nation kwenye eneo la midfield, hasa eneo la kubato katikati, nani ambaye anaweza akalichukua eneo la katikati. Walikuwa wana miss. Kevin ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuathiri mchezo kwenye matukio makubwa ya mchezo. Ana uwezo wa kuzuia na kushambulia. Yes, anaweza kushambulia, anaweza kuzuia vizuri. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye daraja lake nafikiri na wenzake kuna utofauti, wanatofautiana hapo. Kevin ni mtu ambaye amekuwa hivyo. Anaweza akazuia, lakini pale inapohitajika akaongeza idadi pia anaweza kufanya hivyo. Ulimuona mechi ambao Pamba walicheza Mbeya ya mwisho, sare alichomoa yeye. Mazingira haya ameshambulia na kasogea, akakutana na rebound, akafunga. Kwa hiyo leo walikuwa na miss, lakini bahati nzuri ni kwamba wamefanikiwa kushinda. Samamba pamoja na Antwi nafikiri wanapaswa kuongeza gia yao kwenye game yao kama wanataka kuweza kuwa wanacheza eneo ambalo anaweza Kevin na kuziba hiyo nafasi ama kuanza mbele yake. Lakini so far kwa sababu timu wamepata matokeo, hauwezi kuwajaji sana in a negative way, lakini unaona kabisa kuna namna ambavyo Kevin alikuwa ana miss. Yaani kuna namna ulikuwa mapambano ya katikati hapa, kuna kitu ulikuwa unakikosa, ule ufundi na nini. Sasa kwa upande wa Pamba walikuwa wanakosa. Antwi alikuwa anafika sana. Michael naye kaingia, Michael ni mtulizaji tu wa timu, lakini pale timu inahitaji sasa tuna push, tunaenda mbele, unaukosa ule ubora wake ama uwepo wake kwenye mchezo. Kwa Kevin nafikiri walikuwa wana miss, lakini bahati nzuri wamefanikiwa kushinda. Sasa tuzungumze kuhusiana na nafasi ya Pamba Jiji. Wamesogea mpaka nafasi ya pili kwenye msimamo. Wakati Francis Baraza anapewa nafasi ya kuja kuwa kocha wa Pamba Jiji, kwenye press yake ya kwanza alisema malengo ni kuifanya timu kumaliza nafasi 5 za juu. Hiyo nafasi unaiona kwa mwanzo huu wa mechi 14 almost mpaka sasa? Nafasi kama utaendelea kushinda, nafasi unaweza wakaipata. Kwa sababu ukimwangalia mtu kama Pamba, ukimwangalia mtu kama JKT, ana form nzuri sana. Singida, Azam bado hawajacheza mechi nyingi. Bado kuna Yanga, kuna Simba. Kwa Pamba kwa kusema anaweza kamaliza nafasi ya 5, binafsi naamini inaweza kuwa ngumu kidogo. Kwa sababu ya aina ya timu ambazo ana compete nazo kama ambavyo nimetoka kuzitaja. JKT wana form nzuri, kuna Simba, kuna Yanga, kuna Azam, kuna Singida. Zinaweza zikawa zinatishia nafasi hiyo ya 5. Lakini kama ataendelea kupata matokeo,
ina uwezo wa kumfanya amalize hata nafasi ya 4 kwa sababu huu ni mpira, chochote kinawezekana. Issue ni namna gani wewe unashinda mechi zako. Pamba kama atakuwa anashinda mechi zake hususan za nyumbani, kama anakuwa na uwezo pia wa kupata alama against timu ambazo zina uwezo wa kumaliza nafasi 4 za juu, pia itamweka kwenye mazingira mazuri ya yeye pengine kumaliza hizo nafasi za juu. Hapa alishachukua alama dhidi ya Singida, atakuja Simba hapa nafikiri next match. Watakuja Yanga pia wataongozana na Azam mechi ambazo zinafuata za Pamba. Kama atamanage kupata alama kwa hizo timu, yani angalau alama moja, ana uwezo wa kwenda pale. Alafu hizi timu zingine za daraja lake kama hivi ambavyo wanakuja hapa anashinda, inawezekana kabisa. Ni swala la mahesabu tu. Timu za daraja lako angalau uchukue 4. Yani angalau umekosa sana basi alama 3, lakini usichukue wewe ndio unachukua 1. Okay. Inaweza ikamfanya awe anakosa hiyo nafasi ya 4 ama nafasi ya 5. Lakini ni nafasi kusema kugarantika kwa moja kwa moja kama anamaliza nafasi ya 4 au ya 5, bado nataka niwape time niweze kuona wanawezaje kucheza pia hizo mechi kubwa. Sababu mechi kubwa wamecheza mechi moja, wamecheza na Yanga pia walipoteza mwanzoni kabisa mwa ligi. Acha tuone hizi mechi 3 zinazokuja ya Simba, ya Yanga na Azam ambao wanakuja hapa atachukua nini, kwa sababu atakuwa nyumbani. Umeelewa? Atapata nini kwenye hiyo michezo 3 mfululizo ya nyumbani. Kama akimanage kutoka hapo vizuri, inawezekana kabisa kumaliza kwenye hizo nafasi za juu, lakini sio rahisi. Sio rahisi. Tumaliza na swali la mwisho. Performance ya goalkeeper Yona Amos amekuwa akitajwa sana, madirisha mengi yakihitajika na vilabu vikubwa tu vya Tanzania. Mwendelezo wake unauona vipi, na bado nafasi ipo kwenye hizo timu nyingine kubwa, Simba, Yanga na kwingineko? Kuna kitu kimoja, Yona ni mchezaji muhimu sana wa kikosi cha Pamba. Yani ni wale wachezaji akiwepo unakuwa huko comfortable. Uwanjani nyie wachezaji wenzake mnakuwa mko comfortable kwa sababu ni goalkeeper ambaye ana uwezo wa kuprotect timu yake. Kufungwa pia anafungwa, anaruhusu, lakini ni goalkeeper ambaye tayari ameshajipambanua, yuko kwenye daraja ambalo ana uwezo wa kuibeba Pamba pale ambapo anahitajika. Ndio kuna ule mchezaji anahitajika awabebe wenzake anashindwa. Lakini unaona hizi mechi za Karibai, Yona hii ni tuzo sijui ya ngapi anachukua ya man of the match, sijui ya 4, sijui ya 5, ni kawaida. Yaani pale ambapo inahitajika unaona ana step up. Anafanya save ambazo ni za msingi kabisa. Niona anaathiri kabisa matokeo moja kwa moja. Amefanya save hapa ambayo ingeweza kuwa sare. Amefanya save zingine pale ambazo labda pengine na Mungu angeweza kupata bao. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye hata kuwa man of the match hapa huwezi kushangaa sana, kwa sababu ni wale wachezaji ambao inapokuja swala la anahitajika mtu kuibeba timu, hiyo nafikiri ni miongoni mwa wachezaji namba 1 ambao wanafanya majukumu yao kwenye kiwango kikubwa sana kwenye kikosi cha Pamba. Kwa hiyo mimi nafikiri hata kuhusishwa yeye na timu zingine sijui Simba, sijui Yanga, ni rahisi tu kwa sababu performance ya Yona inaonekana sio msimu huu, hata msimu uliopita. Nafikiri ndio mchezaji ambaye aliongoza kwa takwimu za save kwenye ligi kuu. Save nyingi kuliko goalkeeper yoyote. Kwa hiyo peke yake inakupa picha kwamba Yona ni mchezaji ambaye ni wa daraja fulani kubwa. Apart tu nafasi za kwenda kwenye hizo timu kubwa, kwa sababu kule tayari kuna makipa wengine ambao wana profile kubwa na vitu kama hivyo, lakini ni miongoni mwa makipa ambao wanakuonesha kabisa kwamba ana uwezo wa kushindana. Ni hiyo nafasi tu kama atapata, itabisa tusubiri tuone atafanya nini, lakini kwa level ya timu za madaraja ya kati Yona anaweza kwenda kwenye timu yoyote na akaanza. Yani no doubt kwenye hilo, kwa sababu ya uwezo ambao amekuwa ni goalkeeper ambaye anawazidi magolikipa wengi sana uwezo. Kwa hiyo kila ambacho anakifanya kwa Pamba hapa huwezi kushangaa. Ndio maana ninaodha pia. Kwa hiyo hizi zote aziji tu hivi kwa kupewa. Lazima kuna kitu unakuwa umeonyesha. Kwa hiyo ni anachokifanya anastahili, hata kuhusishwa na timu kubwa afikiri pia anastahili. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.